Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hawa ni miongoni mwa ma-DJ wa wilaya ya Ngara ambapo walikuwa wakitikisa zaidi kwa kile kinachoendelea Ngara Talent Search 2026. Huyu ni DJ, niweze kumtambulisha kwa majina yetu nani na unafanya kazi kama nani? Call me DJ Aidan 27. Loksili Mwanza. Wananiita Mwanza Fighter. Mwanza Fighter, tumeona umeshuhudia shindano la Ngara Talent Search. Kipi ambacho umeweza kujifunza? Lakini pia katika swala zima la vibe tumeona wewe unazidi kukoleza zaidi katika swala zima la DJ. Karibu. Bwana, naona Ngara umeendelea sana. Bwana, washiriki walikuwa vizuri. Mpaka hatua walipofika, nilikuwa nao hatua ya robo finali, nusu finali, mpaka finali, mpaka kupata mshindi. Wako sawa kabisa. Leo hii umepata fursa ya kuzungumza na Dar es Salaam Tanzania TV. Nini ujumbe wako kwa vijana wanaojitafuta kimaisha katika swala zima la vipaji na maendeleo ya taifa kiujumla? Bwana, kikubwa tu kama kijana unajitafuta, wewe jipambanie. Kikubwa ni nidhamu. Kuwa na nidhamu. Msikilize, unaona yuko juu yako, mfuatilie, kaa naye. Kikubwa tunachoangalia sisi, hata kama superstar wote wana nidhamu, anamsikiliza mwenzie hivyo, afu ukiwa hivyo utatoboa kimaisha. Bwana, huyu ni DJ ambaye katika mtanange huu ni DJ ambaye ametisha kweli kweli kupiga nusu finali, robo finali hadi finali hii. Umepiga mziki. Kipi ambacho unaweza ukawaachia ujumbe hasa kwa vijana wa wilaya ya Ngara mkoani Kagera? Bwana, vijana wa Ngara wazidi kupambana, vipaji vipo. Vipaji vipo, wazidi kupambana, wazidi kufight na vipaji vyao, watazidi kutoboa. Okay, asante, mimi nipende kushukuru. Asante sana. Mwamba hapa niko na mwamba, yeye anaitwa Ngara Simkigarama. Nitaweza kuzungumza naye mawili matatu kabisa. Kwangu ni faraja kubwa kukutana na msanii mkubwa ndani ya wilaya ya Ngara. Tunaona akiperform kabisa kwa wale ambao si brother. Mimi nilikuwa nikikusikiliza mara nyingi Radio Kwizera. Leo hii tumekutana live. Kipi cha kuambia vijana wa Ngara katika swala zima la vipaji? Cha kwanza ni kuambia kwamba ni huyu dada asogee karibu. Huyu dada ni mdogo wangu, lakini ni msanii ambaye ana kipaji cha tofauti. Lakini pia nilitamani asishiriki tu mashindano ya Ngara. Niliwahi kupigiwa kura nikashiriki mashindano ya mkoa wa Kagera na yeye awemo. Yaani kama Senene Festival wanaona tukio linaendelea Ngara, basi wamchukue na dogo aende akashiriki. Lakini wewe ni miongoni mwa watu ambao wamebeba content ya Ngara. Tunaona mikoa tofauti tofauti wasanii mbalimbali wanafanya collabo, wasanii tofauti wanafanya collabo. Kwa hali ya Ngara, hali ya collaboration, ushirikiano baina ya wasanii na wasanii, hali hiyo ipoje? Usanii yani ni kwamba sanaa Ngara kidogo ina changamoto baina ya wasanii wa Bongo Flava na muziki wa gospel, lakini kipaji ni kipaji na kipaji huzungumza kwa muda wote. Kwa hiyo mimi kwa imani yangu nachokiamini, kila mtu afanye kazi. Ila pale ambapo tunahitaji kushirikiana, kila mtu ashirikiane na mwenzake. Mimi nadhani na wimbo unaitwa Ngara Boy. Na unafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii, sasa TikTok. Kwa hiyo sina cha kuzungumza, maana sina deni nao waangaza wenzangu. Okay, asante. Mimi ni kushukuru. Kwa mara kwanza kabisa nimekutana na Jandu, nilikuwa nikikusikiliza kupitia Radio Kwizera na kwenye vipindi mbalimbali. Asante.